Mambo vipi Mwanakewe TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Yes, katika ulimwengu au masuala ya entertainment, jambo ambalo na trend kinoma noma ni ujio wa harusi ya Juma Jux, ambapo tarehe 17 mwezi huu wa 4 kutakuwa na harusi ya Juma Jux pamoja na mrembo wake au mke wake kwa sasa ambaye anafahamika kama Priscilla. Yes, tunajua kwamba Juma Jux ameweza kupitia mahusiano kadhaa kabla hajawa na mahusiano na Priscilla. Mahusiano ambayo ilikuwa ni ya kwanza kabisa kwa public ni pamoja na Juma Jux akiwa na mahusiano na Jack, ambapo ni moja kapo ambazo zilipendwa kweli hapa nchini Tanzania, lakini hapa East Africa. Lakini kapo ya pili ni Juma Jux pamoja na Vanessa. Hii kapo iliweza kutrend kinoma noma hapa nchini Tanzania kwa sababu Juma Jux alikuwa pia ni mwimbaji, lakini pia Vanessa pia alikuwa bado ni mwimbaji katika game yetu ya Bongo Flava, kitu ambacho kilifanya kapo hii kuwa pendwa zaidi hapa nchini Tanzania kwa sababu wote walikuwa ni mastaa, alafu wote walikuwa ni wanamuziki, kitu ambacho kiliweza kutengeneza combination nzuri sana katika kapo yao. Lakini Juma Jux akaamua kuvuka boda na hatimaye akampata mlembo kutoka pale nchini Nigeria ambaye anafanya vizuri sana katika masuala ya fashion, lakini pia ni mjasiriamali ukiachana na hayo, lakini pia ni mwigizaji katika movie mbalimbali ameweza kushiriki. So Juma Jux ameweza kutinga pale nchini Nigeria kwa ajili ya maandalizi ya harusi yao ambayo atafunga kwa ajili ya kuidhinisha rasmi kabisa kwamba Priscilla amekuwa ni mke halali wa Juma Jux, na harusi yenyewe itakuwa ni harusi ya kimila. As you know, pale nchini Nigeria harusi nyingi sana huwa nafunga za kimila, ni desturi au tamaduni ya wa Nigeria wengi sana ambao wanaishi pande zile za Nigeria. Lakini pia kama una kumbukumbu nzuri, harusi ya Juma Jux ambayo ilifanyika mwezi wa pili, ambapo mastaa wengi sana katika game yetu ya Bongo Flava waliweza kuhudhuria, akiwemo nguli wa muziki wetu wa Bongo Flava, si mwingine ni Diamond Platinum. Aliweza kuhudhuria harusi hiyo ya Juma Jux ambapo ilifanyikia hapa jijini Dar es Salaam, na watu wengi sana waliweza kufurahishwa kwa sababu Juma Jux amekuwa single kwa muda mrefu baada ya kuachana na Vanessa. Yes, tunajua kwamba Juma Jux alimpenda sana Vanessa na penzi lao lilikuwa limefaana kweli. Ndio maana baada ya kuachana na Vanessa, Juma Jux alikaa muda mrefu sana hajawa na mahusiano na mtu yote, kitu ambacho kilimfanya watu wengi wamuone kwamba inawezekana moyo wake bado upo kwa Vanessa. Lakini Vanessa amesha move on Juma Jux na yupo na Rotimi na ameshazaa watoto wawili tayari mpaka sasa, kitu ambacho kimemfanya aonekane sasa amekuwa matured na anaitwa mama na ametulia katika ndoa yake. Lakini kwa upande wa Juma Jux bado hajapata mtoto, ndo kwanza kabisa ndoa yao imekuwa ni changa, na hivi karibuni labda tuenda tutegemee kuona wanaweza wakapata mtoto au wakaplani kuwa na familia yao ya pamoja kabisa. Lakini mambo yamekuwa ni mengi sana katika mitandao ya kijamii ukizungumzia Juma Jux, kwa vile ni star mkubwa hapa nchini Tanzania kutokana na kazi mbalimbali ambazo huwa anazifanya katika industry ya muziki wa Bongo Flava, kitu ambacho kinamfanya azidi kuwa ni star ambaye ni role model wa vijana wengi sana hapa nchini Tanzania, hasa katika upande wa masuala ya muziki na hasa katika masuala ya fasheni pamoja na ujasiriamali. Kuzungumzia Jux, anamiliki biashara kadhaa hasa katika blandi za nguo, yani blandi za mavazi, ambapo anamiliki African Boy ambayo inazidi kufanya vizuri sana. Inatoa nguo mbalimbali na pia kofia, t-shirt pamoja na
vitu mbalimbali ambavyo ni vya thamani, kitu ambacho kinamfanya Juma Jux azidi kuonekana ni mwanamuziki ambaye ana ushawishi sana, hasa katika kizazi hiki kipya ambacho kinafuatilia game ya muziki wa Bongo Flava. Na katika upande wa streams, Juma Jux si haba, ana ni moja ya wasanii ambao wanazidi kufanya vizuri sana katika upande wa streams katika maduka mbalimbali ya kuuzia muziki wa Bongo Flava. Na listi iliyotoka ya mwezi uliopita, huo mwezi wa 3, Juma Jux alikuwa ni miongoni mwa mastaa ambao walizidi kufanya vizuri sana kwa numbers katika top 10, naye aliweza kuingia. So hiyo inamfanya Juma Jux azidi kuonekana kuwa ni moja ya mastaa ambao wanasikilizwa sana katika upande wa muziki, hasa katika pale YouTube anasikilizwa sana, nyimbo zake zinazidi kupendwa sana, na ameweza kufanya kazi mbalimbali na nguli wa muziki wetu wa Bongo Flava Diamond Platinum, ikiwemo ngoma ya Enjoy ambayo mpaka sasa ina zaidi ya watazamaji milioni 100 katika mtandao wa YouTube, kitu ambacho kinamfanya aingie katika orodha ya nyimbo ambazo zimetazamwa zaidi katika mtandao huo wa YouTube. Nyimbo ya Enjoy nayo inakuwa ni miongoni. Lakini uhusiano wa Diamond Platinum pamoja na Juma Jux ndio unamfanya azidi kufanya vizuri katika ramani ya muziki wa Bongo Flava. Lakini kwa upande wa Jux pia ameweza kuvuka boda kwa sababu ya mahusiano ambayo anayo na Priscilla. Wa Nigeria wengi sana right now wanamfuatilia Juma Jux kwa sababu ana date na mrembo kutoka pale nchini Nigeria ambaye ni mrembo kweli katika kipande kile cha Nigeria, na anafuatiliwa sana kutokana na kazi ambazo anazifanya. Lakini pia amekuwa ni role model sana ya vijana wengi sana wa kutoka pale nchini Nigeria, kitu ambacho kinafanya wa Nigeria wengi wamfuatilie sana Priscilla. Lakini penzi lao linaonekana ni la furaha sana, na limekuwa na kuigwa kwa watu wengi sana katika mitandao ya kijamii, na watu wengi wanalifuatilia sana kwa sababu ni penzi ambalo kila siku linakuwa updated, linaonekana linakuwa jipya kila kunapokucha. Jina langu ni D wa Kewi TV. Karibu katika masuala ya entertainment. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kujiunga nasi, tafadhali subscribe na turn on notification, lakini pia unaweza ukashusha comment yako katika sehemu ya comment section, ukatoa nini mtazamo wako kuhusiana na mahusiano kati ya Juma Jux pamoja na Priscilla, na unadhani hiyo ndoa yao ya tarehe 17 Aprili itakuwa kwa ukubwa wa namna gani? Kwa sababu ndoa yao ya hapa jijini Dar es Salaam ni moja ya harusi ambazo zilikuwa ni kubwa kweli, na watu wengi waliweza kufika. Tukutane wakati ujao.